Nawe roho Mungu ananiambia umehangaika sana ukitafuta msaada wa Mungu, lakini imekuwa ni ngumu sana. Unafahamu kwa nini? Sababu ni moja tu. Kuna mwanamke aliingia kwenye maisha yako, alafu haukufanikiwa kufanya naye maisha, ukaendelea na hatua zingine za maisha. Yule mtu Ibilisi alimtumia kupeleka jina lako kwa mganga, kwa amekuinamisha, hautakuja kuona fursa mbele ya maisha yako. Utakuwa unatembea lakini huoni unakoenda. Utajikuta umejikuta sasa wewe mtu mzima unatamani hata kulelewa. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, nyota yako itarejea juu yako leo. Amen. Na unaenda kujenga familia. Amen. Hautaanguka kamwe. Amen. Maana Yesu anaenda kukupromote. Amen. Umeelewa rafiki yangu? Huu ndo unabii nakupa. Kwa sababu kila hilo unayopata wewe ni kama hewa. Yaani wewe pole sana. Mungu atakuinua. Amen. Nimeona nyota yako inarejea, lakini aliyepoteza nyota yako ni yule niliyemtaja kule mbele kule kabisa nyuma. Ukutana naye kwenye maisha yako, yule msichana nilozani mke amenitoroka, mimi sikuachi. Umeelewa nachosema? Ni historia tu. Kuna mtu alitarajia kumuoa na yeye alitarajia kuishi naye, lakini haikuwezekana. Huyo alipogeuka na kuendelea na maisha mengine ili Mungu amfungulie mlango mwingine, kumbe yule msichana alitoroka kwenda kuua future ya huyu bwana. Na kutokea hapo mambo yake ni hivi. Hajui hata familia yake mwisho itaishia wapi. Mungu ameniambia utainuka. Amen. Si ndio? Amen. Unaitwa nani? Michael. Njoo Michael kwanza unipe ushuhuda wa unabii. Maana naona unaitikia. Ni ya kweli? Ya kweli kabisa. Kweli hakika? Hakika. Pole sana rafiki yangu. Unajisikiaje nabii ameona shida yako kabisa na hatujawahi kuzungumza? Nimefurahi sana. Na unaamini umeshinda? Ninaamini katika jina la Yesu. Nenda ukatajirike sasa. Amina. Sema amina. Amina.